tulikuwa tunazungumza kuhusu 17 kind of voices that you need to discern the voice of God from. You know, there are voices. We are surrounded by voices. Now, every day, to put a decision you could believe the voice of God or not. Now, to so many voices, I don't want to pick from the other voices we spoke about. Nilikuwa tumefika tu mahali pa kuzungumzia kuhusu the voice ama the voice of gods or idols. That's why I'm going to say, be aware of idols, little children. Be aware of idols. What were truly idols? Idols exist. Idols are there. Idols in man's creation. Nitakuja kuzungumzia kuhusu Zechariah chapter number 10 verse number 2, where kwamba idols sometimes speak. Na unaweza toka kwa generation ya idol worshippers. Unaweza toka kwa generation ya idol worshippers. Na kwa kuna idol inaweza zungumza kwa life yako. Mnakumbuka God alituma angel azungumze na mtu anaitwa Gideon. Akamwambia, mighty man of valor, the Lord is with thee. Mighty man of valor. What did Gideon say? If the Lord is with us, why are we going through all this that we are going through? Now, to summarize whatever the angel later, baada ya Gideon kujitolea dhabihu fulani, verse 23 of Judges, hata tusome kwanza Zechariah 10 verse 2, inasema, for the idols speak delusion. Give me another version. For the idols speak delusion. Ingine inasema, idols speak delusion. Version ingine inasema nini? Zechariah 10 verse 1. Inasema the teraphims, house idols, speak wickedness, emptiness, and worthlessness. Do you see? 3 things that idols speak. Putting on an amplified version, inasema number 1, they speak wickedness. Number 2, idols speak emptiness. So kuna watu ambao wanajikuta wako spiritually empty. Because when idols begin to speak, they make you empty. Idols also speak worthlessness. Ukisikia mtu ameanza kusema mimi ni bure, hakuna kitu cha maana ndani yangu, hizi kwa nini maisha yangu inaenda vile inaenda, hata nikikufa watu wasilie, ni idols you speak to that person. Idols inakuspeak unakuwa valueless, worthless. Idols when they speak, Bible inasema they divine see lying visions and dreams. So idols was in a place for dreams and visions. Unaanza kuota, nilikuonesha last week ya kwamba you can dream a dream that is full of comfort. Mpaka uamkage uko lazy, you are lazing around, lakini unaamini utakuwa rich. Idols inakuonesha spiritually uko rich. Hata uhitaji kufanya kitu. Nimekuta na watu wanasema man of God, mimi niliambiwa hata na ndoto nisifanye kitu. Bwana Mungu mwenyewe atafanya. Ninyamaze nitulie, afanye. Mpaka unaamini, unasikia sasa huyo mtu wa kiroho. Kumbe idol imespeak kwa worthless. Mshaita na mtu asema Mungu ameniambia nisifanye chochote. Nikae tu. Nimwachie. Na inafanana sasa ni Mungu, because kama hujasikia Mungu kwa muda mrefu, unaweza si Moses mmoja kwa Exodus chapter 14 verse 14
Aliambia watu simameni imara na muone vile Mungu atawapigania. Mara nyingi tunaambia watu stand still. Moses aliambia watu stand still, simameni hapo muone wokovu wa Bwana. Verse 15, God akatokea kama ana challenge wadi ya Moses. Akamuuliza, mbona watu wamesimama na wanalia? Why are people standing and they are crying? It means God was surprised they are standing. How many 23? Or 13? And then Moses said, why do you cry to me? Tell the people, the children of Israel, to do what? They were, whatever na Moses, stand still. God has said, we don't stand in our kingdom. Move forward. Even if I'm going to make a way, I am going to make a way after you make a move. So idols inaweza kuspeak vanity. Idols inaweza speak sikuonyeshe vile ndugu yangu, just relax. Things are going to be okay. Don't work out anything in your marriage. Just relax. God is working a way out. Idols speak false comfort. They speak emptiness. They speak worthlessness. Ukienda kwa any country imehusika na idol worship, mara nyingi inakuwa worthless people around. Inafanya watu worthless. Watu ya watu wa maana wanakuwa bure. Jamii ambayo imepigwa na sauti ya idols ni jamii ya watu bure, watu duni, watu hawana impact. So Gideon kulikuwa na existing idols na kulikuwa na existing altar. What did he say about himself? Aliambia malaika ya kwamba vizuri, ya kwamba kama Mungu wako pamoja nasi, bora tunapitia hii. Akaambiwa arise with the strength that you have. Akasema, I am the least in the tribe of Manasseh. Whose word was he working on? God is calling him mighty man of valor, but he is calling himself, I'm the weakest. The one that was speaking wickedness, verse 23 of Judges, was an altar of his father. Baka naambiwa vizuri ya kwamba destroy the altar of your father. Because altars wakati zina exist, zina speak uselessness. Zina speak worthlessness. Ukiona dada hajifeel, ameanza kutembea free, hana esteem, something is speaking to her. God alipoacha Adam kwa shamba ya Eden, alirudi na kumuuliza, who said? Because siku kuacha ukijificha. Tokea unakimbia, unafurahi. You are running towards my voice. But why are you running from my voice? There was an existence of a voice. Every time you run away from the voice of God, you only run away from the voice of God because voices are speaking to you. Praise the name of the Lord. Somebody say amen. You know, because I am not worthless. Shout out, I am not useless. Shout, I am not empty. Say, I am loaded. God did not send you here empty. I'm saying God did not send you here on earth empty. That feeling of emptiness is an attack. God cannot send you here empty. So idols speak emptiness. Now, tukasoma 1 Chronicles chapter 16 verse 26. Sorry. 1 Chronicles 16:26. Yeah. When you want to deliver a city, one of the things that you do, idols ikipigana na city, huwa wanapanda vitu vyao kwa house of God. That's why rola mhubiri yote study wa kiroho huwa na keep checking around the church. Wakitaka kupoison the nation, they deal with church. Wakitaka kudeal na area, wana deal na churches za hiyo area. Kama saa hii inabidi muombe, because anytime kuna serious church, there is a serious attack on nation. Because that's how it happens. So tulisoma hii tukasema, and for all the gods of the people are idol.
but the Lord made the heavens and the earth. I think, let's go to 2 Chronicles, 33 verse 15. 2 Chronicles 33. So idols was in a Pandwa church. Na zinaanza kuongea against church. Zinaanza kuongea vanity. Zinaanza ku speak because idols kazi yao ku speak vanity. Praise the name of the Lord. Na Bible inasema nini? And he took away the strange gods. Where were strange gods? And the strange gods and the idols out of the house of the Lord. Where were the idols? Now I'm asking you, where were the idols? In the house of the Lord. And what did he do? And all the altars that had been built in the mount of the Lord. It was an altar, strange altar, on the altar of the God. Kama tu vile kwa kina Gideon kulikuwa na altar kwa place ambayo altar ya Mungu ilikuwa iwe. Altars huwa zinareisiwa. That's why ukienda mahali ukute baa kubwa sana, hiyo baa imesimama juu ya shamba ya kanisa. The devil who anahakikisha marked areas in the spirit, you know. Can I talk to you slowly? Nikuongeleshe kidogo. Si mnakumbuka mtu anaitwa Jacob. Wakati mmoja alitoroka akaenda place haijajengwa, akachukua jiwe akalala. And the heavens opened. He saw angels ascending and descending. What did he say? This is the house of the Lord. I did not know it. It was not a house. It was a place of spiritual traffic. Kulikuwa na altar pale. He anointed a stone there. Na akasema, when I go, I will still come back here. God will preserve, I will go. And I will come back here and give my offerings here. That's why watu study wa rohoni wakiingia mahali wanahakikisha wame-raise an altar. Hata akiraise altar aende. Many years later, your place that speak, we need an altar here. So wakati watu wa kishetani wanataka to take over a city, they go to places ambayo ilikuwa iraisiwe God's altar. They raise an altar there. So Bible inasema waliharibu madhabahu ambayo inapatikana katika nyumba ya Mungu. Baada ya hiyo wakaharibu altars ambayo ilikuwa imeinuliwa kwa milima ya Mungu. And in Jerusalem, and cast them out of the city. So Jerusalem was not fighting men of God for nothing. It was fighting men of God and killing the prophets because there was an altar. Na mimi naomba katika jina la Yesu, every altar that kills great men in your family, today may the Lord bring it down. In the name, I'm talking to you. May the Lord bring it down. So wakati Gideon anajiita useless, anajiita the least, why did he call himself the least? Judges chapter 6 verse 23, ina reveal vizuri there was a presence of an altar. Now the altar ilikuwa ya baba. Now God was speaking from there. Na mimi nataka uelewe hivi ya kwamba Mungu akikuita, one of the decision ya kwanza ya kufanya ni kujidetach na altars. Ni kujidetach na gods. That's why children were rohoni wameambiwa, be aware, children, of idols. Be aware of idols. Bible, maana idols ni za watoto wa rohoni. Zinafuataga watu wakiwa watoto wa kiroho. Bible inasema, and the Lord said to him, peace be with thee. Fear not, thou shalt not die. Verse 24. Judges chapter 6 verse 24. And Gideon did what? And built an altar where? There. Unto the Lord. And called it what? Jehovah Shalom. So kitangaza Mungu ni wa amani. Jehovah Shalom, you are mentioning Gideon's altar. Let's get out of the Jehovah Shalom. You are mentioning somebody's altar. You say Jehovah Jireh, you are mentioning Abraham and Abraham's altar. In Genesis 22. God manifests to people on altars. So if it was Jehovah Nisi, somebody's altar. He named it that way. Hallelujah.
So unakuwa umename jina ya madhabahu ya mtu. Hebu angalia jirani muulize yako inaitwa. So ya joy in Shalom ni huyu jamaa anaitwa Gideon. Revelation ya Shalom ni muhimu kwa altar ya Grace. Akaita Jehovah Shalom. And on this day, altars can survive years. Bible inasema to this day, in all opera of the Abyssite, that altar exists till today. Tuende kidogo. Wakati aliunda hiyo place, Bible inasema nini? Verse 25. And it came to pass that the same night that the Lord said unto him, take thy father's young bullock, even the young bullock of 7 years old, and throw down the altar of Baal. I created you a mighty man of valor, but there is a creation of an altar in your father's house that is speaking contrary to what the Lord said over your life. I cannot destroy that voice from your father's house. Ambayo inasema something else that I did not say. Can I talk to somebody here? How many of you know God alikuumba billionaire? But an altar inasema ukifikisha 50,000 ukiruka hapo you die. Ndio unaona ukitaka kujua level ya pesa ile unatembea nayo kwa maisha. Angalia ile ukipata walking style ya change. Wale mwaipata pesa, mnajua kuna pesa ukipata walking style unakuwa na arrogance. Inakuonyesha umefika zenith, umefika your top. Bako nasikia unaweza tukana polisi na umlipe. Ukisikia umeanza kusikia hiyo sasa altar inakwambia this is your level. Unanyamaza aje? Ngale jirani kwa watu mwambie hapa inakwambia aje? Ni ngapi ukipata unaenda kulala immediately? Bako nasikia tu acha nikapumzike kana nimepata hii. Aje nimepumzike najaribu kusema this is your standard. Standards za watu ni size ya altar zao. So hapa Bible inasema throw down the altar of your father. Why is it? Watu wengi wamesema tusubiri kuhusu altars. But I want to ask you a question. God akikutokea kwambia destroy altar of your father. It means I speak to you but there are other things speaking to you too. Huwa ninakuongelea. Sijui kama mwaipata huko na mke mwenye anasikia sauti ya watu kadhaa. Unamuongelesha anasikia sauti ya baba yake, sauti ya marafiki na sauti yako. Huyo mke atakusumbua. Bako namwambia Judith nimekwambia unifulie. Baba yangu naye ameniita. Baba yangu naye na baba yangu lazima muheshimu. Alafu akifika kwa baba tena anasema mama naye ataniambia hivi nilale. Na watu wengi wameoa wanajua kenye nasema ya kwamba kuna mke mwenye ni hatari na ni ngumu kukaa naye kama mwenye hajanyamazisha sauti. Voices. Kuwa na bwana mwenye anasikiaga kwao. Uone vile utateseka. Utakonda. Because akifika kwao wanamwambia kama ungeoa huyo mchawi. Wanaona mzee yako tumekuja na anakuangalia na kijicho ni kama uchawi inakuanga na wale. Bako anamwambia na vile unaanza kuomba usikwambia nyamaza. Nani ajui Kenya unafanya? Unaambia tu akili. Ungejua nimekuambia umeniambia wapi na vile nilifilisika tangu kuja. Yaani wamemwambia tu ni wali. Ako na sauti zinamuongelesha. Na wale mmeoa na mmeolewa mnaweza kukubaliana nini ya kwamba ni ngumu kukaa na mtu mwenye ukiongea kuna masauti zingine zikiongea anachanganyikiwa. That's why unaona watu wanatoa mahali. Unatoa mahali kwa nini? Uende utoe sacrifice ya sauti ya baba kuacha kukufuata. Na ndio ukitoa sacrifice hiyo, ukitoa mahali, sasa unaambiwa utolewe jina ya Bwana, baba yako waeke ya Bwana. Kumaanisha hapa juu ya watu, kuna watu mmeolewa lakini hapa kuna baba yako Geoffrey. Na mzee yako anaitwa Gedendo.
Neno akiongea, Geoffrey akiongea unachanganyikiwa. Sasa utajigawaje? Praise the name of the Lord. Sasa kuna watu wenye wakifika church wako na altars. Tunaongea mambo ya Mungu, wanaongea otherwise. Haujaona hata kwa kanisa kuna watu wanaanza controversy. Sasa hivi tukisema hapa Mungu amesema tuinue ghorofa 3, tunasikia mtu anasema ati mnasema ghorofa ngapi? 3. Na huku juu nani wataka? Na wakianguka. Unasikia kuna mwingine ametoka na idea akiwezi kuwasaidia. Sasa tukiambia wapendwa hapa tununue generator ya kanisa, unasikia mtu mwingine anauliza hatuwezi ngojea stima iko jana kama stima imepotea. Yaani kuna mtu anatokea. Baki na shida. Si ndio unaona Biblia inasema mtu mkondo mzuri nini nasikia sauti ya mchungaji wake. Kumaanisha kuna watu kwa church leo ukiongea wewe ni mchungaji lakini kuna sauti zingine ana consult kwanza ndio akubaliane na wewe. Menyamaza. Praise the name of the Lord. Angalia jirani mmoja hivi kwa jicho na urudishe. Usimuongeleshe. Huwezi jua kama anasikia sauti ama hasikiai. So that's why unaona kwa maisha hata kwa kanisa leo huwezi fanya watu wakoe wamoja haraka. Hata kitu yenye na make sense. Wapendwa tunafunga kesho, mtu anakuambia niko na birthday. Mwingine anakuambia na si birthday yangu ni ya nyanya. Na mnaanza muairishe birthday ni fasting ya kesho kwa sababu nyanya yake ako na birthday. Na mnabishana mpaka anakasirika, nyinyi mheshimu watu ya kwetu. Na kabisa Mungu ndiye amesema kesho. Lakini unasikia kuna other competing voices. That's why you see here, God is not afraid of competition. God wants you to be deliberate about your work. And one side, na hapo wale mjao nisikizeni. One side ya kwamba mke anaweza kuwa wako na asikusumbue. Siku ile mnaanza safari ya upendo, unaona anapunguza other voices. Huyo atakuwa mke. Ukipata ndugu hapo ni mzuri karibu hao. Lakini anasikiza na sauti ya mamori kukushinda. Kama leo kuna midundo mahali anasikia, huyu atakutesa, utakonea kwake. Kwa sababu gani? Sauti zenye anasikia ni nyingi. Na ndio maana watu wanabidi wa destroy every sexual history wako nayo. Because sometimes kuna vitu zinaitwa soul ties. Soul ties ni sauti ambazo zina confuse watu kwa marriage. Unasikia mtu amekaa kwa marriage 5 years hapa anasema I wish ningechagua Jofi. Nakumbuka Jofi na mwanya. Jofi alikuwa kismaili. Unaona Yesu Kristo. Sasa unashindwa na ndio mmeona 5 years. Umeinvest 5 years kwa mtu ambaye anasikia sauti ya Jofi. Na unaona kabisa saa nyingine ukimnyima pesa ya fedha na si akiana unazana kikwa Jofi atakayesikia. Sauti zile zenye ziko zinahanga round. I'm talking to people ambaye msikiange sauti. Sasa mchangamke kidogo. Hallelujah. Lakini kama unasikia anza kuhandle sauti, it can confuse you. Mimi nimeona watu kwa hii kanisa siwezi wasaidia hata kwa hii anayo. Hako na prophet 41. Mimi ni wa 42nd. So when I verify, hako na spirit anaweza accommodate 42 voices. So nikimwambia it is well, mwingine amwambia you die, anaanza kuwari. You know your prophet is your security. Daja nikuambia kitu. Unajua zaidi kiza, once you believe in your prophet, akwambia you will die, and 50 other prophets say you will live. I am telling you, the one that said you will die that you believe in, you will die. Now wakisema you will die by 50. Now one that you believe in has said no, you will not die. In the spirit, the security you will get is in the one you believe. That's why we say believe in your prophet and you will prosper. Believe in your prophet. Believe also in your prophet and you will prosper. So that's why ukiingia kwa safari na Mungu inabidi uwe masauti
ama kama hiyo Kiswahili, sauti zote hukuchanganya. Bwana asifiwe. Mimi naamini nyinyi hamjawahi changanywa, lakini mimi nimewahi. Kuna siku nimesafu Mungu mpaka tumefungua church Kitale. Lavu nikiwa natoka kwa lunch, nimebebwa na kabaiskeli ya boda. Tukienda nikasikia honi nyuma yangu, bam bam bam. Jamaa mwingine akatokea na gari. Mimi nawapeaga story ya gari inaitwa Verosa. By then juzi ndio nilikuja kuiangalia, kumbe si gari serious. Samani niliangalia gari, akaniingisha na jamaa tulisoma naye, nikasikia tu sauti. Nikajuza na alikuwa form 2 kwa form 4. Nikasema kwa ni God umeamua kutesa watumishi wako, mpaka watoto wanatoka nyuma wanatoka. Alafu nabii na signing and a consignment. There is jina consignment nilisikia hapo kwa tafadhali yangu na what? A consignment is coming from Mombasa. Akasema because the trailer is too big, kuna masaa ya usiku peke yake inakubaliwa kumove during the. Mimi nakwambia nikaa kwa miangalia madhabahu ya kwetu kaniambia usijisaidia utakufa. Simi niwapea story ya kwamba mimi vile unaniona hivi nilienda biashara ya magendo Uganda. Mimi mwenyewe vile unaniona hivi. Nilikuwa nimekaa Lwakaka boda. Ninaonyeshwa vile kahawa zitapita na vile tutajirika kwa hiyo kamtoni. Usiku nikameditate vile nimetajirika ghafla. Na ule pastor zao unajua mimi pastor. Sasa nimekaa hapo hivyo nikawaza usiku, nikaamushwa, nikaulizwa hata hivi niambie. Nilijua tabia ya Mungu. Unajua Mungu alipoongea nianza kulia. Nikaona yaani kulalamika nilalamika hapo. Akaniambia kesho na basi ya kwanza urudi. Ujaiona failed mission. Nimeenda ku execute mission in obedience to a strange voice. Now, how many of you have ever heard of somebody saying, kitu ikaniambia toka kwa nyumba uende waachana na bwana yako? Kitu ikaniambia. Na mtu anaende aisi wale watoto wenye mko na watoto kwenu ambao wanataka kuwa street boys. One of the things you hear them say, mnipendi kitu inaniambia kila siku niende nilale nje. Ukianza kuwa mtoto wako ameanza kulala nje, a voice of an idol is after your kid. That one is not a psychological problem. It's a spiritual error that must be corrected. A voice of an idol is speaking to your child. How many people today who for marriages, they say, man of God, I'm in a marriage, but something keeps telling me to pack and go. But unakuta your wife akipana nguo zake na zako wachanganya. A voice is speaking in your marriage. Na ubaya hiyo voice inajua kudokta your wife. Because something nilikaa na mke wa Adam, mpaka Adam aliporudi akakuta hana mke. Alikuwa serpentine. Something nilikaa na mke wako inamuongelesha wewe uko kazi, inamuongelesha 12 hours. Ukifika jioni unakuta alikula. Alipika akakula kaosha sufuria. Na akanawa mguu. Na hapa na hapa. Baba anamuuliza utapika leo, anasema nani nipikie nani? Unaona kabisa nikupikia nani? Alafu hata aende kwa wiki mbili imwachilie regret. Anakusana kwa anakutumia SMS vipi? Ujibu. Ni hao. Unaona anapigia jirani anamuuliza umeonako mtu kwangu? Kitu limuongelesha out of the house. And then alipofika out of the house, ikamwacha ku regret. Go to committee today, prisons. Find people that you have murdered before. They will show you regrets. Something said kill. And after killing, they were just sorry. They were sorry after something left. Unabaki hapo ku regrets. Something has diverted your destiny. That's why wakati a voice is speaking of a God, never ignore a voice. It tells
mwingine au anasema man of God, I have attempted suicide 3 times. That one is a voice of an idol. It makes you feel empty. It makes you feel lonely. It makes you feel worthless. It makes you feel useless. Na ndio wanaume wenye unaona wanaoa kila siku 15 watu wana feeling useless. Alafu altar ina present dada anakuosha mguu, anakusukua na ile mawe, anakupaka mafuta na kukukanda. Baba anasema kweli Agripina amekuwa kimtesa. Siku 2 nimelala, mguu yangu iko inapumua. Unakandwa shingo hivi unasahau. Unasema hata kwa Agripina, Mungu anajua imeisha, unamfire on phone. Then siku 3 pia na change, anakuwa mbaya pia Agripina. Unaendelea aje? That's something that speaks in your generation. Something speaks. Ni moyo na mhubiri amebadilisha kanisa imekuwa soko ya makaa. Ameuza makaa, watu wa ile wanachanganyikiwa, si house of God. Na ule kwa maana akishauza makaa miezi 3 analia sema nikasikia mwito wa Bwana umeniita sauti kama radi. Tena anaanza 15 days, 1 year, 2 years, anasema hiki tu sana wacha. Something. That's why anybody that wants to go far, the first decision is to silence voices. Silence voices. That's why nakumbuka wakati wa Numbers chapter 13, wakati wa Israeli wameenda wamechekana, 10 people came under the influence of God and say the land is okay, vile ulisema ni ukweli, but nevertheless wakaanza kuongea, and the people cried and cried and cried, and after crying they had no tears to cry. Bible inasema Caleb silenced the people. He said if God said that these are people who are wamepokea another message, how can you walk with God 40 years and then a simple challenge gets you away from God? It is not true. There are voices you did not handle. That's why nikisoma Bible yangu Psalms chapter 115 verse number 4, because kuna watu wanajiuliza na go idols zinaweza kuwa nini? Idols. Now, silver and gold can become an idol. Silver and gold. Psalms 115 verse 4. Psalms 115. Ndio leo kuna watu wanabadilishwa na pesa. Hata wauliza ukimwona anaimba, anaruka. Siku ile uone akiruka ujue amepata weight ya pesa. Alafu anakuambia baada ya service ndio watu wako na pesa watu wanajasho. Haujawahi ona mzee mama anaweza kukuambia wale wameolewa, mzee yako ana behave different sana kwa na pesa. Siku ile ukamsikia ametokea kwa gate amekuita mami mamu, maikudi huyo ana kitu. Siku ile anagonga mlango na mguu ako na kitu. Ni behavior ya idol ya pesa. Na Bible inasema nini kuihusu? Tumesoma. For their idols are, tusome na Mungu 1 2 3 go. Ukiona mtu amewacha kanisa ameenda tu, alikuwa anaabudu, baba akatoka kuuza makambo azana, ameniona deal ya 250 nikaona sitaiwacha. This thing that called you from God is your idol. This thing that called you from the presence of God is your idol. And if you want to know, that one can make you sell your life. That one. Na mmenyamaza leo. Wangapi mkiitwa badili ya 150,000 hamtatoka mbio kwa iba. Na hapo ndio unaona watu wa dini kitabu Waislamu kwa nini wameshikilia Wakristo hapo wanakuwa na pesa. Ikifika saa ya maabudu hata wewe ni customer wa maana atakwambia simama hapo.
You wait for 2 hours. Kutahiri roho zao. Maana ile kitu inaweza kutoa mbele za Mungu. Inaweza fanya uuze familia yako. So their idol are silver and what? And gold. Now let's see this. Genesis chapter 35 verse 1. Let's see this. Someone a silver and gold. Angalia bibi yako kwa na pesa. Unaahidi unatoa fungu la 10 siku unapata pesa unaahirisha. It's a sign. That thing has a voice and it speaks to you. Now 1, 2, 3 go. Let's read. 1, 2, 3 go. This is Jacob. 1, 2, 3 go. No, I don't like your volume. 1, 2, 3 go. And God said unto Jacob, arise, go up to Bethel, and go there, and make there an altar unto God, that appear unto thee when thou fleddest from the face of Esau your brother. Verse 2. Look at how start what to study what of and Jacob said to what? His household and to all that were with him, put away the strange gods. Baada wakati wote unataka kuingia kwa agano na Mungu, kitu ya kwanza lazima udeal na the gods. Put away the strange gods that are among you, and clean, and be clean, and change your garment. Waanisha kitu udefine watu ni gods. Ukiona unaweza kuingia kwa corruption juu ya pesa, ujue pesa kwako ni God. Kama ni pastor kama mimi, kama unaweza change gospel because of money, that thing is an idol. Na kuna level ya agano na Mungu huwezi kuingia mpaka uhandle your gods. Now, let's see verse 3. Gods zile waliachilia kwa altar. Inasema nini? Verse 3. And let us arise and go to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the days of distress, and was with me in the way I went. So hapana, ukiona mtu yote anasahau mahali Mungu alimtoa, anakuwa na kiburi, amesikia sauti ya madhabahu, sauti ya Mungu. Juiko watu kwa nyumba ya Mungu, anaweza nunua gari 3 alafu atukane pastor. Usikia amesema pendwa, nimekuja kudiscover hiyo kitambi ya Apostle John J. Vile nimeangalia vizuri, si kitambi ya mboga na ugali. Hiyo kitambi ni kuku. Lazima jamaa anakula kuku 3 kila Jumapili. Na type yangu yesi kwa kuku. Hiyo kuna anatu kwanza ndio nasikia amenana ile gari ameendesha. Aido ikatokea ikamwambia tukana sauce. Na mtakana mpea kwamba ukisikia naongea hivi, hii si mambo ya kwenda theological school. Hii mambo ya kudeal na real life. I've been a pastor for almost 17 years. I have seen this with my eyes. That people change wakati wametoka kwa distress. So jamaa anasema God alimtoa kwa distress. I am coming back to raise an altar. Kwa ule Mungu alimtoa kwa shida. Au watu wachache ufanye hivyo. Watu wachache unasikia hata kanisani amekuja, hana sababu ya kujitolea isipokuwa anakumbuka kile alifanywa na Mungu. Anasema nimekuja hii fungu la 10, hii si sadaka, hii ni mimi nimekumbuka. God alimtoa kwa distress. Na mmenyamaza. Saido mtu anaongea Kizungu. You see, when I was going to Germany, they said they were flying out, and as we were flying out, I was in first class, and this particular guy, white in complexion, and this guy turned to me and told me, you know, hey, sasa your time ya Kizungu. Uko na shida na Kizungu haipelekana.
Hizo vitu haziingia kwa gunia moja. Can I talk to you? Problems. Na kizungu asichanganyana. Siku unasikia umesahau kizungu, bado mtu anakuambia habari unasema fine, thank you. Fine, thank you. Maanisha umetoka kwa distress. Praise the name of the Lord. Ukianza kusema Kiswahili, unajua Kiswahili huwa kinanikanganya. Get mixed up when I speak this Swahili thing, you know. Hiyo ni time umetoka kwa stress. Kizungu na kuparara. Haipelekanaki. Na kunuka jasho. Kizungu nataka ukiweka ka spray hakanukia pakananuka huko. Kwa mtu anajizawiza akikusongea kama si wewe. Uko tunakia atmosphere. Umeunda magnetic influence. Everyone that comes within your field feels the influence, the affluence, and the impact of coming closer to money. So hapa ndio Jacob anaambia familia yake, kila mtu aweke strange gods. And I want you to see their gods. Ili ujue kuna gods zenye wewe una develop ukiwa na pesa. Usikuja hivi. Sikiza kile waliweka chini. Next verse. Inasema waliweka nini? And they gave Jacob all the strange gods which were in their hands. And what were the gods? Their earrings. Oh, did you see that? Kwa hiyo msichana anaweza weka God kwa masikio. Baka kwa miezi here, this only 48,000. Baka unaona kitembea sikio lenyewe linatikika tu. But you are not talking to me. Can we read the Bible again? What were the gods? The earrings. Earring ya mtu wa shida ni ya mbao, ni ya matope, ni ya kijiti, ni ya mfupa. What is good about it? Ile vitu ya kushona kiono. Lakini kwa wakati unavaa kitu yenye ni pure silver. Those of you who know what I'm talking about. Wale mwai nunua saa pure silver and pure gold. Unajua tu mkono yeye inaenda juu kama bendera, yeye ina rise. Sasa you are wearing a gold in your hands. Tukiambia inua mikono na inua. Uachi niya uke. Alafu nakumbuka makeup ya pesa ngapi? Machozi kitoka na oh, hallelujah. Sisi inafanywa mute. Wakati uko shida unaramasia baadaye machozi yende na kamasi zikutanie mbele. Hii kabareria. Wait until you wear gold. Kabareria inaisha. Unamwambia Abba Father in this perfume area. But when I say, you don't have to cry to pray. God can hear you without tears. God can hear you without fasting. Check your heart. Check your heart. Check your heart. Must you kneel down? Ujue ni suti inakusumbua. Must you kneel down? Man of God, I think you can pray. Nanaso ukiona watu wote very rich, very great, wataka kuwaombea wakiwa wamesimama. Na hakuna baraka ya aina hiyo. Literally mnatoshana na pastor na kubariki baada katika no. Anointing flows downwards. That's why unaona mtu anaitwa
anaitwa Naaman. Naaman aliambiwa enda jioshe kwa Jordan mara 7. Akasema, you mean this kind of prophet cannot come and see the kind of man that stands here and salute me and wave and heal me? Something was bigger than God. That's why kuna watu kwa maisha kataa sadaka yao. Si sadaka ya upendo, si sadaka ya Mungu, ni sadaka ya pride. Hapa ndio Naaman aligundua kumbe prophets wako na class. Aliambiwa, you just go with your offering. I healed you for free. Maana Naaman anajua anybody that is a healer, whether spiritual or by natural means, kama daktari, they cannot heal you for free. Enda kwa mchawi, fata healing for free. Kama mtendo. Because kukua spiritual yenyewe ni costly. Costly. No, nobody can tell you. Sometimes watu wanaogopa kusema hivi. That's why Jesus healed them. Akwambia ene mtoe sadaka vile Musa aliwaamuru. Because God has healed you spiritually, but through a physical being. Okay, boy. So let me go deeper. You see this one. Akaambiwa weka strange gods. Alishangaa. Watu waliendea kwa God yenye iko kwa masikio. It was just there where they were. We want to attract God. Kila mtu aweke God yake hapa. Kani maji ukiambia familia yako hivyo, uone bibi yako ametoa earring. Yaani kumaanisha mtu anajua gods wake. Wakatoa. Wengine wakatoa that which were in their ears. Hata wako wameiwache kwa. And Jacob ndiye aweze kupata attention ya Mungu. Akaficha miungu nyuma ya miti. Kumaanisha kuna kifeeling kinaweza kukujia. Na kufundisha vile utalokea voice ya Mungu. Kuna miungu inaweza kukutokea usisikie Mungu. Because of the suit you're wearing. Wearing a suit is not bad. But the suit can wear you. A car. That's why kuna mtu akiwa na gari hawezi sikia Mungu. Ataweka watoto yake wote kwa gari. Utakuwa unasikia kwa ibada honi pe, unashuka tena hii gari zinapika honi peke yake. Ni watoto wako kwa gari. Alafu anasema you have to place, no, you know, don't shout in daddy's car. Something went wrong when things began to respond. That's why if you think hunger kills people without God, food can kill more. That's why one of the sins ambazo zilipatikana Sodom ni dhambi ya kuwa na food security. Give it to me. Ezekiel chapter 46. 1649. Ezekiel 16:49. One of the sins, it was food security. Kuma unaweza weka kuku usipange kwa fridge mpaka zikuwe God. Mpaka zikuulize unafast kwa nini? Angalia Rubabaro ni wings. Angalia. Uko na side moja ya wings, side moja ya drumsticks. Ingine ni za vyombo na gizzards. Asubuhi moja unaamka na morning ya gizzards. Baka unaona minyozi imestuka, umetoa wapi gizzards plate 3. Wacha nisome hii andiko tumalizane. Look, this. I'm talking to you. Bible says this was the iniquity of your sister Sodom. What? She and her daughter had pride. Why? Because of the fullness of food. So food can become an idol. Look at the nations that
churches, most of them zinakuwa na enough food. They think because of plenty, God is with us. Na kuweza kulocate voice ya Mungu kwa upele is deliberate. You have to silence God. You're quiet. Woo. This was a iniquity. This one, the abundance of idleness. Abundance. When you have too much free time, too much. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. This means if you have food and you want to kill the idol of food, is you give the food to the poor. Ukianza kuwa na chakula imetosha kwako, mpaka unaona story kama upande moja, you need to get some few bags, give it to those that don't have, so that they can remind you where you were before. Roho ya mwanadamu ikikosa kurelate na past, huwa ina lose track. That's why wakati unaanza lose track ni wakati you have too much and you have forgotten it is the you that God picked you from nothingness. It's the you that one day was sweating and you didn't even have a handkerchief, not even a spray. It is you that God picked you from nothingness and made you something. That's why every time you get to abundance of food, to kill the idol that follows food, you have to give it. That's why unaona kwa kanisa kuna altar ya kutoa pesa. Sikule pesa inakushinda kimbisha church. Anything that you can give cannot rule over you. I'm talking to you because mimi mwaipeana na gari. Lori nikapeana, nikasikia ile kitu nilikuwa na feel usikuwa na magari katoka. Anything that you can give cannot rule over you. Show me girls that wanaolewa kwa sababu ya chips. They don't buy people chips. If you can afford to buy people chips, nobody can cover your eyes because you are steak ya kuku. I think I'm talking here. So mtu akupea steak ya kuku, you forget yourself. You are baptized in the spirit of insensitivity. Leo sijui niseme ama nimalizia. That's what kitaka kuweza. But sister, you want somebody to marry you, aweze kuona clear. Ile kitu wananunuliaga watu, chukua girlfriends wako, buy it for other girls. Mtu ndio anaweka plate ya chips bado unasikia clearly because level. Nobody can enslave you because of food. Na hata colonization in Africa ilikuja because of the god of our bellies. Tulianza kupewa chakula, tukapewa nguo, tukatawala. Hallelujah. Nilikwambia unaangalia macho, unazama kidogo. Hallelujah. I am a sacrifice. So, ndio ilifanya Sodom wakatafuta wanaume wenzao, wakaanza kusodomize wanaume. Ukiona mwanaume atamani mwanamke, atamani wanaume wenzake, two things are involved. Number one, either ameinuliwa, kuinuka na mdanganya. Number two, amezaliwa na generation ambayo wanafanyanga hiyo vitu. So it is natural. Mwili lipewa command ya lady kupenda lady mwenzake. Blood yao ina communicate. Hiyo ni language ya nyumbani. So kama unapospa na unafusikia uko na kitu
ukisoma Romans nasema watu wanaume wakaanza kuwakiana. Kila mwanaume anakuwa na muwako mwanaume mwenzake, kuna generational error. Ama ametajirika, anataka kujaribu vitu yenye si nacho. Kwa sababu kuna kitu au ndio unapokuwa na pesa unajaribu kupika kitu yenye haiko. Unaenda mpaka unanunua kitu kwa supermarket mwenyewe unasema inaitwa sika sijajua kabisa ni nini niwe. Yaani kitu nakwambia go to the extent. You buy something like somebody inaitwa says calendar sendini calendar. Acha tuseme inaitwa coriander. Kitu nimekwambia usikule mboga hiyo unajua. Wakati mwae kujistadi mkono uko na pesa unasikia kujaribu vitu. Unazunguka supermarket unaona lazima inaitwaje? Inapikwa aje? Wanakwambia inakuliwa ikiwa mbichi. Ukimwagia nini? Uko na kitu hivi. So shetani anajua kuhit idols in your life. It gives you a very mwenye hata shoshe hapa hajaiona. Unajua kuna mtu anaweza oa mwanamke mrembo mwenye hata kizazi yake hajaiona. Uishi ukiabudu hiyo mwanamke na Bwana, haleluya. Ni hapa kwa kuchagua. Sasa unaona unaweza kuchukua mwanaume very handsome ukienda naye kwenye unasikia hata kwenye unasema guy never never Korea. Ile ilikuwa shida ya wakina Abraham. Walikuwa wanaona mpaka king ndiye anataka. Hata mtu wa Eli akiona bibi ya Abraham hivi anaenda kuripoti kwa king. King, tumeona type yako. Isaac alioa bibi mwenye mwanaume, ukiona mwanaume ameona msichana aje approach, ameweza kuita mtu. Hii ni kumaanisha kwao so God can be a God. Food can be a God. Your stomach can be a God. Can be a God. Isaiah chapter 2 verse 8. So wakati mwae ongeleshwa na pesa kwa chache. Ongea tu sincerely kama mimi. Wakati mwae kufika sasa nataka ukatoa pesa yenyewe ikakwambia waache tu nikae kai. Ukarudisha ukashika ingine. Baba ukafunga jicho moja. Unasikia roho Bwana anasema hiyo. Baba watu wanaona umetoa sadaka wa mwisho, ni vile umebageni na hiyo hali. Na umekuja huko free. Kama lazima uobey, you will have to kill God. So that's why wakati unataka a worshiper, you have to begin hunting gods in your life. Where are the gods in your life? Wale watu wanakuwa worshippers. Maybe members of the church. Those ones are so many. Worshippers go hunting for gods. Worshippers. And their land is also full of idols. They worship the work of their own hands. Did you see the work of your hand can become an idol? The work of your hands. And that which their fingers have made. Verse 9. That which they have. So unaweza abudu kazi. Ukwe hapa kwa dunia, una work from January to January. You have never stepped in the church. That job is an idol. I'm going to have more customers during the weekend.
I'm telling you, it's an idol. Are you hard working more than God? God that worked on the 6th day, 7th, he rested. He said it's a day for worship. If God of the universe did this, you cannot cheat. Ya kwamba your work can become more than him. And the people now bow down. And each man humbled himself. Therefore, do not forgive them. They worship the work of their hands. So, nikiongea mambo ya idols simaanishi tu wachawi, madhabahu ya uchawi, na maanisha pesa inaweza kuwa idol. Mtoto wako anaweza kuwa idol. Na ndio maana Biblia inasema anyone that loves his father more than me is not worthy of me. God ndiye anasema anyone that loves his mother more than me is not worthy of me. Kumaanisha kuna wakati worship calls you to compete with the voice of your father. Asa watu wengi sana kwa dunia wataenda hell because they chose a church because their father said this is our family church. A whole generation perished because nobody loved God beyond the standard of the family. Example, kwa Bible, kwa Jeremiah 35, verse 1, inaongea kuhusu Rechabites. Baba yao aliwaambia wasipande mizabibu, wasikunywe wine ya mizabibu yao, wasijenge, na waliobey the word of their father. Baka wakati Jeremiah anaambiwa call the Rechabites into the house of God, the voice of their father was greater than the voice of God. I want to ask you boldly today, which other voice in your life that shouts louder than the voice of God? If God tells you sit here, what is it that can get you from there? Check. Hii ni mambo ya worship sasa. Hii ni mambo ya watu wanataka waabudiwa kweli. Lazima utafute sauti ya Mungu. Hata msaidie kwa hiyo Rechabites ni kuonesha kitu. Walipoambiwa kuhusu kuingia kwa nyumba ya Mungu walisema, we have obeyed the voice of our fathers since that day. A generation will lift the voice of their father above the Father of heaven. Jeremiah 5 verse 9. Verse? Nataka the exact word. We have obeyed the word of our father. I think it was 7 or something. Verse 8. Aya, tusome 1 to 3 go. So God came competing with the voice of a father called Rechabite. Rechab aliumba generation that obeyed their father above God. Leo ni kumaanisha hivi, ukitaka kwenda mbali na Mungu, check voices. Ni gani umeinua kushinda Mungu? Ni gani? Na kila mmoja wetu, hata mimi, I keep checking my life every day, so that a church member should not come in this church and talk louder than God of the church. I keep doing that to myself every day, so that nobody can speak louder than God. I keep checking myself every day. Who is that idol? What is that idol in your life? So here inaweza kuchallenge kwa mpaka aseme watu watoe bango, saa. So unaweza kuimagine watu wakitokea church Jumapili wakaniambia your name is Alpha
Omega, ageless. You are changeless, Almighty Jehovah, glorious God. I bow before your throne. Your name is Omega, Omega. You are ageless, and you are changeless, Almighty Jehovah, oh glorious God, I bow before. I want you to lift up your hands for 1 minute and tell God, every voice in my life that challenge your voice, oh God, I bring it down. Go ahead and pray for yourself. Every voice in my destiny, oh God, that challenges your voice, Lord, I bring it down. I destroy every idol that speaks louder than you in my life. I don't know if I have lovers of God in the house. You can lift up your hands for 1 minute and say, I refuse to be bound by voices that are not God's voice. Lord, I refuse to. Every voice that is louder than your voice, oh God, I bring it down. I silence every voice. Go ahead and pray. Go ahead and pray. Almighty God, Almighty God, Jehovah, I say glorious God, I bow before. Oh, your name is Omega, Omega. You are ageless, Lord. You are changeless. Almighty, Almighty Jehovah, glorious, your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is, Lord, I call you by your name. Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name. I cannot hear you. Your name is Yahweh. Oh yeah, you are a miracle. Your name is Yahweh. Lord, I call you by your name. Your name is Yahweh. You are a miracle worker. You are a miracle working God. Your name. Miracle worker. Miracle worker. You are a miracle worker. Come and do a miracle. A miracle today. Come and do a miracle. A miracle today. Destiny changer. Destiny changer. Oh yes, you are. You are. Destiny changer. Come and change my destiny. My destiny. My destiny. Come and change my destiny.
thank you. Somebody had your word today. Their lives will never remain the same again. Lord, I change. Lord, every voice speaking to anybody here, Lord, we silence it. We declare that your voice shall be louder and voices. In the name of Jesus. We will come to a place of giving every voice their place. In the name of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Say amen. Praise the name of the Lord.